anazungumza na kinywa cha nabii Yeremia kwenye Yeremia sura ya 31 mstari wa 31 hadi mstari wa 33. Anawaambia wana wa Israeli kwamba nitafanya agano jipya juu ya nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Anasema si kwa mfano wa agano lile la kale alilofanya na baba zao. Katika agano hili amesema yeye atafanya makao ndani ya hao watu, atakuwa Mungu kwao, na sheria yake au neno lake halitaandikwa kwenye tablet, kwenye gombo. Sheria yake itaandikwa ndani ya mioyo ya hao watu. Hili ni agano jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tofauti kati ya agano la kale na agano jipya, agano la kale walitegemea sheria au torati ya Musa iliyoandikwa katika vitabu. Ni sheria ndiyo iliyowaongoza namna gani ya kuishi, namna gani ya kumpendeza Mungu. Lakini katika agano jipya ambayo ameahidi au aliahidi kufanya kupitia kitabu cha Yeremia 31 kuanzia mstari wa 31, ni sheria itakayoandikwa ndani ya mioyo ya waumini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia katika agano la kale, tunaona ili waweze kustahili kumkaribia Mungu, iliwapasa kuandaa mazingira, watoe sadaka, wafanye kafara ya damu za wanyama, ili kupitia ile damu iwape access au njia ya wao kumkaribia Mungu na kusikia kutoka kwa Mungu. Hilo ni agano la wapi? La kale. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Mambo ya Walawi 17 mstari wa 11, anasema kwa kuwa uhai wa mwili upo katika hiyo damu. Kwa hiyo katika agano la kale uhai wa damu za wanyama ndizo zilikuwa zinawapa access wana wa Israeli, taifa la kale, kupata namna ya kukaribiana na Mungu. Haleluya, mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Katika agano jipya, damu iliyomwagwa ni damu kamilifu, sio damu za wanyama. Na katika agano jipya damu haitolewi mara mbili, ilitolewa mara moja. Anasema kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 12, damu ya Yesu Kristo imetolewa mara moja katika hali ya umilele. Lakini agano la kale tunaona watu wa Mungu walikuwa wanafuata zile amri ambazo zilitolewa kwa mkono wa malaika, na katika hizo amri walipofanya kinyume na zile amri, sheria au torati ya Musa iliwashughulikia. Andika Kutoka sura ya 20, Kutoka sura ya 20 mstari wa 1 hadi wa 17. Tunaziona zile amri 10 za Mungu. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja miaka 2000 iliyopita, kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 22 mstari wa 37 hadi wa 39, kati ya zile sheria 363 na amri 10 walizotolewa kama sehemu ya torati ya Musa, Yesu akasema kwenye Mathayo sura 22 mstari wa 37 kwamba katika amri iliyo kuu na ya kwanza ni amri ya upendo. Mpende Bwana Mungu wako na mpende yule unayemwona mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika agano hili jipya kuna namna Yesu Kristo alivyokuja. Alikuja na mkono wa neema wa kweli ambao ndio neema yake. Amesema kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 18 kwamba Musa alikuja na sheria, lakini Yesu Kristo amekuja na kweli, amekuja na neema, amekuja na rehema, amekuja na fadhili. Bwana Yesu asifiwe sana. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 24 anatuambia Mtume Paulo kwamba sheria ilikuwa ni mwalimu wa kutuelekeza au kutuleta katika Kristo Yesu. Hatupaswi katika agano hili jipya kuongozwa na sheria
sheria ilitolewa kwa wana wa Israeli, Agano la Kale, ili iwe mwalimu wa kutuelekeza Kristo ni nani. Ndio maana Yesu Kristo alipokuja akasema, sikuja kuvunja Torati. Yesu Kristo alizaliwa katika Torati, akakuwa katika Torati, akafuata taratibu zote za kisherehe za kitorati, sheria ya Musa. Lakini kwa lugha rahisi aliwaambia, sikuja kuzivunja hizo sheria zilizoandikiwa, bali imekuja kuzitimiza. Kwa maana yule aliyeandika sheria, Torati, aliandika habari zake yeye. Kwa hiyo yeye ni utimilifu wa hizo sheria au Torati ya Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika Luka sura 24, Luka sura 24 mstari wa 25 hadi wa 27. Yesu Kristo wakati amefufuka, akiwa njiani, akakuta watu wanabishana, wanaelezea habari ya Nazareti Yesu Kristo. Biblia inasema Yesu akajificha asionekane kwao, si ndio? Alipojificha akajua kwamba hawaelewi sheria au Torati waliofundishwa na Mafarisayo na Wayahudi. Biblia inasema akaanza kufungua na kuelekeza kutokea Musa kwenye Torati na manabii wote na vitabu vyote viliandika manabii, mambo yaliyomuhusu yeye mwenyewe. Kwa hiyo aliposema sikuja kuitengua bali kuitimiza Torati ya Musa, inamaanisha amekuja kuyatekeleza yale ambayo Musa aliandika katika Torati kama sehemu ya fumbo. Yeye ndio mtimilifu ya yote ambayo yapo katika mafumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongea naye hapa, jamani wapendwa. Anazungumza kwenye kitabu cha Waebrania sura 12 mstari wa 24. Anasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Yesu Kristo anaitwa ni mjumbe wa agano jipya. Agano la Kale waliwakilishwa na damu za wanyama na aina mbalimbali ya maandalio ya Mungu iliweze kudhihirika. Lakini katika agano jipya Yesu Kristo ndiye mjumbe. Anasema damu yake ya kunyunyizwa inanena mema kuliko damu ya nani? Ya Habili. Damu ya Habili, swali la kujiuliza, damu ya Habili ilikuwa inanena nini? Andika Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10. Mungu anamwambia Kaini kwamba damu ya mdogo wako inanililia kwenye ardhi. Damu ya Habili inanena kisasi, inanena uchungu, inanena malipizi, inanena hasira. Damu ya Habili haina masamaha. Ndio maana Mungu akamweka alama Kaini, ili kule anapoenda watu wasimuone na kumuua. Hata kama Kaini alimuua ndugu yake Habili, lakini rehema na masamaha na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Mungu akamweka alama watu wasiweze kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini damu ya Yesu Kristo kila itapo leo inanena masamaha, ondoleo la dhambi. Haleluya. Mtu mmoja anasema, andika kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 7. Anasema katika yeye huyo kwa damu yake tunayo ondoleo la dhambi, masamaha ya dhambi, kwa wingi wa rehema na neema zake. Ni Mungu tu pekee ndio anaweza kutusababisha sisi tuwe na ile neema ya maachilio kupitia Roho wake aliyofanya makao ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana.